cha Bwana ni chanzo cha maarifa. Mtumishi wa Mungu SJ Lucas kutoka Norway anakuletea albamu yake ya muziki ya Merciful God. Msifu Mungu kwa nyimbo kama Merciful God, Inua, Nani, The World, Geuza, Too Late, Salama, Pokea Sifa, Tukifika, Mungu wa Haki, Temporary, Nobody Like You na Goodsbam. Jipatie nakala yako kupitia mtumishi SJ Lucas kwa kuwasiliana naye kwa namba za simu 004795007554 au wasiliana na meneja wake Grace Ndaigaya kwa namba za simu 004746714833. Hivi karibuni albamu hii itapatikana kupitia iTunes, Google Music, Amazon Music na online media platform mbalimbali. Albamu hii pia inapatikana kupitia Star Extension Media Pro. Msikilizaji mpenzi, tunakukaribisha kwa programu yetu ya Injili ambayo inafanyika kila siku hapa kwa Star Extension, na tumepata nafasi ya kuwa ndani ya studio siku ya leo. Acha Mungu akubariki kama uko pamoja na sisi, na kama umeacha muda wako yote na kusikiliza, acha Mungu akufanyie siku nzuri, na kama unatufuata ni usiku utapata usingizi mzuri. Mimi ni mpendwa wako, ni mchungaji wako, ni rafiki yako, ni mtu yako, ni pastor wako, Pastor Claude Aroni ni majina yangu. Unaweza kaniita vile, utakuwa unabarikiwa sana. Asante sana kwa sababu Mungu ametufanyia siku nzuri, siku ya baraka, siku ya kuchangia neno la Mungu pamoja. Hii ni neno linaleta uzima. Kila kitu kitapita, lakini neno la Mungu haitapita. Batu walishapita mwa dunia wa aina na aina, batajiri, batu wenye ulijua na wenye ukujua, basamani, lakini neno la Mungu liko linasimama tu na linasonga mbele kila siku. Biblia inasema kama Mungu anaheshimu neno lake kuliko jina yake, ogopa hiyo kitu. Jina yake kitaka unaweza kuitukana, lakini usitukane neno la Mungu. Unaweza kapinga kila kitu, lakini usipinge neno la Mungu, kwa sababu hayo ndio uzima. Imetusukula, imetufanya kisi tunakuwa leo, ndio tulisikia neno la Mungu tukalitii. Kitabu ya Deuteronome 28 maana kumbukumbu la Torati 18 inasema uitii hii neno ya Mungu na kuiwishika vizuri, utapata kufaulu, utakuwa na success. Tuombe Mungu. Baba yangu uliye juu mbinguni, jina lako lipambwe maua, uabudiwe Mungu wa zama zote. Tangu misingi ya dunia haijawekwa ulikuwa wako. Acha jina lako libarikiwe, liabudiwe. Siku mzuri kama hii ya leo tumepata nafasi kusimama mbele ya Star Section. Baba, tunaenda kutoa neno ya uzima kwa ajili ya watu wako. Baba, hii neno wote matesikia, acha imubariki, acha imufungue, acha imsaidie. Asante kwa sababu kwa Mungu mzuri. Ninapinga yote kupingana na neno la Mungu kwa jina la Yesu. Unipake mafuta, mimi ni nyamanze wewe unene, kwa jina la Yesu ninaomba hivi. Amen. Asante sana, shukrani zangu kwa fundi mitambo na studio nzima ya Star Extension. Mungu awabariki sana kwa siku ya leo kutupatia nafasi. Nilipenda tuongelee neno ambayo inaitwa nani amekutisha kufikia urithi wako? Umetishika na nini kuifikia urithi wako? Ili ufikie heritage yako, heritage yako. Kuna kitu imekutisha. Heritage ama urithi ni kitu mzuri sana. Watu wanamalizana duniani juu ya urithi, na kila mtu anapigania akwe murithi. Katika mila ya Kiafrika na dunia nilikuja kujikuta kama ilikuwa inaonekana mtu ambaye amezaa mtoto mwanaume
njo anakuwa manake amepata murisi. Kila mwanamke yote ambaye ameolewa akizala mtoto mwanaume anaona kabisa amefika. Ndio anasikia bafisi ene. Maana ndio murisi, baba yake akikufa atamwachia utajiri. Sio mbaya. Ni kitu ya kibiblia. Urisi, heritage. Na tangu Biblia ilianza, tangu maandiko ilianza kusemekana, tangu iliandikwa, neno urisi kwa Biblia. Na ni Mungu aliahidia Abraham, akamwambia taifa yako itarisi, kizazi chako kitarisi. Na wapatia urisi. Watatawala. Watatawala Kanaani, watatawala Waebrisi, watatawala kule kote. Na wapatia fasi Israeli tatawala. Na hakuna wanakatala kutawala. Na hakuna wanakatala kutokufaulu. Kabla mzazi wako ya kupatia urisi, wewe una urisi yako. Una urisi ya kiroho, una urisi ya kimwili. Ambao Mungu amekupa yako, una urisi yako. Ulizaliwa tu kwanza wewe uko murisi. Wewe ni heritier wa ufalme wa mbingu. Wewe ni murisi wa ufalme wa mbingu, utarisi pamoja na Kristo. Ndizo ninaenda kwa tayarishia kwa baba yangu nafasi kwenye mtakaa. Mkusoma maandiko kwa sababu hiyo neno niliikuta basi mimi ndani ya maandiko. Lakini kuna fasi mako ilinifurahisha sana ndani ya Biblia. Hii fasi hiyo katika kitabu ya Hesabu ambao wanaita Nombre. Iko Nombre 13 pale wanaita 13 mpaka inaanza ku 13, iko 13 tutaanzia pale ku 30. Tunasoma kwa jina la Yesu. Kalebe akawatuliza watu mbele ya Musa. Akasema na tupande mara tukaita Malaki. Maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa. Kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ile nchi walioipeleleza, wakasema ile nchi tuliyopita kati yake ile kuipeleleza ni nchi inayowatawala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefeli, wana wa Anaki waliotoka kwao Wanefeli, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Hii ni neno la Bwana. Hizi habari ukitafuta kuzisoma mzuri, soma katika kitabu ya Hesabu. Uanzia tangu 12 na kukuya mimi nasoma tu pale kwa kifupi. Wewe utaka kusoma utasikia kisa hadithi zilianza, ni habari hizo unajua. Wakati walituma wana wa Israeli waende wapeleleze hiyo nchi. Bwana mwenye mpelelezi. Nchi mtenda kukaa Jericho. Mwenye mpelelezi. Bakaenda kwenye ahadi ya ahadi yenye Mungu aliwaambia. Ni promese yao. Ni heritage yao Mungu aliwaambia. Lakini baada kujikuta kuna wanaume, kuna watu wanaekala basi bwana kushataokola wengine watu. Tena hizo wateketeke kunekana wajitu la wanaume, binaume virefu, bigangi. Mali hata ukisimama mbele yao unaonekana kama kainzi, kama kapanzi mbele yake. Kama kasenene. Bakatishika. Bakapia na habari. Kwenye Musa iko kendelea kusoma kule, banaelezea Musa ndio vile habari iko hivi, ndio vile habari bibatu biko banatisha ile mwingine ijapokuwa ni mzuri la
Kaleba akamwambia mtulie, tutapata ile nchi. Amen. Akawajaza nguvu. Una urisi, una ahadi yenyewe uko nayo yenyewe Mungu amekuahidia atakupatia. Kuna promise yako ya wewe na Mungu. Mungu ameshakukwambia ndakupatia una mtu mkubwa, mwanaume mkubwa, ndakupa ndoa, ndakupa watoto, ndakupa pesa, ndakuinua, ndakubariki, ndakufanya hivi. Bila vyote Mungu akakuahidia. Okay. Suluga kwa dunia. Dunia natawaliwa. Kuko bajitu wiko huku. Kuko balozi ya jamaa yako wiko. Balozi ya quartier wiko. Maadui wa maisha yako bako. Ndio wanaiwa kama itere. Maneno yenyewe Mungu alikwambiaka unapata watoto wazuri, watoto wanapaswa kwa intelligent kwa masomo, watoto wanapaswa kutumika watafaulu maisha, hapana mtoto, hapana watu wa ovyo, kwa mtu wa ovyo. Utaheshimika duniani. Ulikuwa ni boga. Ni habari ya mzuri sana. Lakini kwa unakuya kuko wajea walishikalia vile vitu. Wana wamefeli walisha kuwa pale. Banekala umungini yako, banekala mwinchi yako, banakuikalia wewe mtoto wa Mungu mbitu ya baraka zako. Unazaliwa mzuri, unaanza masomo. Labda wengine huko masomo ni kusoma fujo, kupata hata uniform shida. Minerevani nalipewa kugugumizi. Hauyue kama utamaliza. Siku ya mtihani hakuna faranga. Bitu moja kunasumbuka na kabisa kigugumizi ya nguvu sana. Lakini unapata usome. Utajiri iko pale. Mungu alifanya intelligent, mtu wa akili. Unapaswa kusoma kabisa. Unaweza kusoma, unasoma vizuri. Kukia kufika ile masomo ulisomea kazi hakuna. Hakuna. Vyote unatafuta kwa maisha ni esheki na esheki, uguse hapa esheki, uende hapa esheki. Uingie mu maisha ya nyumba sasa. Kule ndio tabani. Unasikia raha ya nyumba, unasikia kwa wengine kama swandiza. Kuna mabibi na mabwana wanaishi mzuri kwa nyumba yao. Swandiza, kuna baba na mama na watoto wanaishi mzuri. Kukuruna kila kitu kiko ovyo, lakini kuna ahadi Mungu alisemaka wewe nimekupatia urisi, utarisi vyangu. Soko naangalia unasikia balilogaka, baliniloga, balifunga, balifanya hivi. Neno kwanza nakutisha. Kama ni shangazi ndio alikalia kauyua, kama ni nani, ni bana amefeli jitu za watu, wamekalia baraka zako. Wamekalia etaji yako. Wamekuikalia kweli ndugu, umepigwa vita. Lakini Kaleba akamwambia bongo, tutafaulu pale. Ambia faulu, bakamwambia wewe Kaleba, unajua watu utapigana nao. Unayamba leo tunatafuta nani wanani? Ni binaume kabisa akikukanyaka, anza kukua hata na konza na kukokola tu na kufa. Bila nguvu ya ajabu. Nani amekutisha ili usifikie baraka zako, usifikie heritage yako, usifikie urithi wako? Kuna mwana anakutisha. Una changamoto ndani ya hii dunia ambayo imekutisha. Kuko vitu kuna kama sasa iko impossible ile haiwezi kuwa. Hii hapana. Hii hii magonjwa hizi pona. Hii hadi mie haizi badilika. Hauna hata ile imani. Hauamini hata kama itaanza kufanyia tena kwa maisha yako. Hauamini kama inaweza kuwa. Lakini acha nikwambie sasa vile kagisi Kaleba aliwaambia wana wa Israeli. Kaleba akamwambia kama mnaweza kafaulu, tutaweza. Amini kama kuna neno Mungu alikwambia kwa maisha yako. Amini kama kuna neno Mungu alikwambia utaweza. Mungu ndiye amekupatia urithi. Testament imeandikwa kwa ajili yako, wewe ndio mwenye nayo. Yesu amekupatia ile baraka, amekupa. Lakini usiogope wamefeli.
usiogope hao watoto. Hii kizazi usikiogope. Juu ukikiogopa kitakutisha. Ukikiogopa banasema ni watu bana ya Anaki. Wana wa Nefeli ni wana wa Anaki, watu wakunye nguvu. Bana ume benye nguvu. Uko nasikia kapasite wanambia ni muluzi analogeka kweli. Ule ase shangazi alimulaani. Ule maisha yake kondane. Usifikiri heritage ya Mungu. Usifikiri yenye Mungu anasema unapasha ukuu. Kuna urisi yenye Mungu alikuahidiaka. Na angalia kwa Biblia, Mungu alitokea kwa Abrahamu, hakuwa kama Mungu wa baba yake. Seti hapana. Alikuwa kwa Abrahamu. Juu kizazi ya Abrahamu ilikuwa na miungu yao. Mungu anambia ahadi yangu ni mimi na wewe Abrahamu. Mimi na wewe. Kuna ile Mungu amekuahidia wewe. Inabidi uipate. Kuna bidii ifaulu. Kuna bidii itimilike kwa maisha yako. Nani amekutisha? Kwenye uko kazi una mtu mmoja amekugandamiza ndani ya kazi. Uko mkazi unatumika na watu wenyewe, kuna ulimwengu ya giza. Kwa masomo haujui mazingira na kuzunguruka, uko na mazingira gani? Bali wote ni wana wamefeli, wako wanakugandamiza, wako wanakutisha. Mtihani sio unapitia hutaweza, uko na ugopa. Mtihani unatishika. Mungu akusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kale waliambia ile nafasi Mungu alituambia. Na ndio kuna mtu naona iko anapigania haka utajiri. Nilita baba yangu, nilita baba yetu alituachia, watu waenda kwa maparke, watu wanaenda wapi bana samba, inakuwa ndio anapigania urisi wao. Kupigania urisi, heritage yako. Heritage yako unapaswa ipiganie. Ni urisi yako. Unasikia una bwana maya kwa mabibi 4, mabibi 3, kila mume kama ni mwanangu kwanza heritage ni yangu, mimi ndio familia legitime, mimi ndio olewaka, mimi ndio makatasa kwa kuleta watu yangu wanapashwa risi. Mungu anasema kupigania heritage yako. Heritage yako. Uko na heritage yako. Kwa sababu unapigania vitu vya yenye ni vitu yenye vya kiroho, vya kimwili. Vitu vya baba yako alikupa. Ilikuwa ni dua ya wazazi yako wewe unapaswa kuipata. Sasa ile Mungu amekuahidia wewe kama mtoto wa Mungu. Pigania ufalme wako ya mbingu. Namna gani unapaswa kuurisi ufalme wa mbingu? Kuurisi ufalme wa Mungu. Bidii gani unaweza kufanya ndio urisi ufalme wa mbingu? Utaingia mtribunali na kitu gani? Nani njoo iko adui yako wa kukuzuia wewe mtoto wa Mungu usirisi ufalme wa mbingu? Nani anakuzuia sio Mungu? Nani anakunyang'anya utajiri yako ya Mungu, ya neno la Mungu maisha yako? Ule njoo adui. Kama kuko tribunali ya kusamba na samba ni mle tribunali. Ndio kwa sababu kuna samba mtribunali ya wanadamu. Juu ya vitu nyumba baba yako, gari ya baba yako, vitu gani ya wazazi walikuachia, mali ya bwana yako, unaingia kwa tribunali. Lakini unaingia mtribunali ya Mungu kusamba mtribunali ya Mungu na adui mwenyewe iko napiganisha maisha yako. Au ya samba na wale balozi wenyewe wanaloka maisha yako. Babebe mtribunali ya mbingu. Tribunali ya mbingu na kuitoa upiganie urisi yako. Urisi yako. Nani atakukubaliza nguvu? Unashinda kuyafikia yale malengo ambayo Bwana ameyataka kwa maisha yako. Nani? Kuna yule ambaye amekalia kinyume, amesimama kinyume mapenzi ya Mungu kwa ajili yako.
anapiganisha huduma, kazi ya kiroho, ama anapiganisha karama yenye Mungu ameweka ndani yako. Usitumikie Mungu kisa navyofaa. Samba kwanza na ule nemu ulimwengu ya kiroho. Kama unapigania mali na manyumba na vitu gani, droit zako, samba. Pigana naye. Ingiane mutribunali ya kimungu kusamba na wewe mwenyewe. Anakuzuia usione. Ndio maana napenda nikwambie mpendwa wangu ambao unanisikiliza. Nina mfupi nilikuwa niko na wewe. Napenda tu nikwambie pigania kutosha ule mwe anekala munjia ya wewe kwenda kupatia urisi wako. Urisi mkubwa sio tu imani ya vitu ya dunia. Ni mali, ni ufalme wa mbingu. Ufalme kwenye Yesu iko. Nani iko anatoa heritage yako yenyewe Yesu alikupatia. Kama uko mtu mzuri na umejitambua, kuna kitu inakuzuia, kuna kitu inapiganisha baraka zako, kuna kitu inapiganisha maisha yako, kuna kitu inapiganisha maisha yako ya kiroho usifikie Kristo. Wakati na muda na saa enjoys. Yawe kujigomboa. Yawe kutafuta Mungu. Yawe kumjongelea Mungu katika hali ya kutubu na kutengeneza, katika hali ya kujitakasa, kujichunguza. Biblia inasema watengea mbinguni wale waliojitakasa na damu ya mwana kondoo. Hii neno sitachoka kuisema. Kila siku ukimsikia kwenye studio, kwenye mitandao, nitakwambia hii neno. Takasa maisha yako, tubu maisha yako, jitengeneze mbele ya Kristo. Juu sasa tunataka kwenye kula kanisa, usiseme kulikuwa kama mtu malinika. Hii ndio linikalia kama njia sikufikia kama kulisi ufalme wa mbingu. Sema hivi pamoja na mimi. Bwana Yesu, nina kitu inanizuia kutokuifikia ufalme wa mbingu. Nina ule adui iko napigana na gisi nisifikie urisi wangu ambao ni ufalme wa mbingu. Na huyu adui labda simjue, labda namjua, naomba unifunulie naye. Nimjue ni nani ambaye ananikalia katika njia zangu za kwenda kurisi ufalme wa mbingu. Kama ninaweza kupiganisha kupata urisi ya vitu vya dunia, nataka kupiganisha nipate urisi wa ufalme wa mbingu. Naomba hivi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kama umesema hiyo neno, Mungu akubariki. Na itemike kwa maisha yako. Karibu tena siku nyingine, tutachangia mimi na wewe. Na mimi nakushukuru sana kwa muda ambao umefanya. Naishi hapa Norvege. Jina langu ni Pastor Claude Yaro. Nashukuru na studio nzima ya Star Extension. Mungu awabariki na watendee mema. Na wapanue na wape zaidi ya maisha yao. Yenye kile wanahitaji. Na wewe mmoja tusikiliza, barikiwa sana. Bye. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Mtumishi wa Mungu SJ Lucas kutoka Norway anakuletea albamu yake ya muziki ya Merciful God. Msifu Mungu kwa nyimbo kama Merciful God, Inua, Nani, The World, Geuza, Too Late, Salama, Pokea Sifa, Tukifika, Mungu wa Haki, Temporary, Nobody Like You na Goodsbam. Jipatie nakala yako kupitia mtumishi SJ Lucas kwa kuwasiliana naye kwa namba za simu 004750007554 au wasiliana na meneja wake Grace Ndaigaya kwa namba za simu 004746714833. Hivi karibuni albamu hii itapatikana kupitia iTunes, Google Music, Amazon Music na online media platform mbalimbali. Albamu hii pia inapatikana kupitia Star Extension Media Pro.
Halo wandugu wapenzi, ni mimi ndugu yenu Micheline Kabemba na kuja kuwatangazia kuhusu Star Extension Media Pro. Ni mitambo ambayo inatumika vizuri hapa Scandinavia. Ukikuwa na event yoyote, jisikie huru kualika na utafurahi sana kwa sababu wao ni super. Nataka niseme neno moja kwa Star Extension. You guys are doing an amazing job. Sasa mbarikiwe, mwipi muendelee mnafanya kazi kama sisi mnaifanya. Mnafanya kazi vizuri sana. Amina. Yaani nyinyi watu wa Extension hakika mnafanya kazi nzuri sana na mnahitaji support. Mnahitaji support kwa kuwa mnafanya kazi ya kiprofessional. Mbarikiwe kabisa. Na ninawapenda sana. Asante sana, tunashukuru sana, tunashukuru. Mbarikiwe sana na kazi ambayo mko mnaifanya duniani kote nzima. Kwa kweli watu wanafurahia kazi mnafanya. Niliwasikia katangia zamani. Kazi ambayo mnaitumika ni kazi kubwa, ni kazi ya ulimwengu mzima. Mungu awabariki. Asante sana, amina sana, tunashukuru. Hii ni Star Extension, iko hapa kwa ajili yako. Kama una swali lolote, una pendekezo au unataka msaada wote wa kuweza kupata shooting au kazi kadhalika, kuomba msaada kwa njia ya video, please contact Star Extension. Wanafanya kazi vizuri sana na ni watu ambao wanapenda kazi, ni watu ambao wanajitolea kazi kabisa kwa ajili nyinyi wote, kwa ajili yenu nyinyi wote ambao mnaohitaji kushutiwa video kwenye events tofauti. Kwa hiyo keep contacts, wapata hapo kwenye YouTube, kuna email address, watafuta utawapata, na Mungu awabariki sana.